Ndugu msikilizaji wangu, leo ni siku nyingine tena mpya ambayo Mungu ametupa kibali cha kuwepo mahali hapa ili nizungumze nanyi. Karibu kwenye kipindi cha kingine au somo jipya kabisa, somo linalosema Mkristo katika vipindi vitatu vya maisha, mahali ambapo tutajengwa na kutiwa nguvu na imani, hasa kwa wale ambao hakika wamepita katika majaribu magumu. Karibu msikilizaji wangu, jina langu ni yule mchungaji Omondi Eneliko wa kanisa la Church of Hope Community Church. Na mimi kabisa Mungu atakuwa pamoja nawe kwa somo hili. Naomba ulifuatilie kwa makini. Basi na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, nakutukuza kwa sababu ya msikilizaji wangu huyu. Uwe pamoja na yeye na usimame pamoja nami katika mafundisho haya. Habari hizi njema zimufikie pale alipo. Na kushukuru kwa sababu wewe ndiyo hakika utafanya somo hili lionekane kwake ni la maana. Sasa wabariki wote wanaosikia katika jina la Yesu. Amen. Ndugu msikilizaji wangu, somo hili ambalo liko hewani ni somo ambalo tunajifunza vipindi vitatu ambavyo Mkristo anaweza kuvipitia katika maisha yake. Kristo ambaye ameokoka lazima apitie vipindi hivi vitatu katika maisha yake na kumfuata Kristo, hasa katika utumishi aliopewa na Bwana. Hawezi kuviruka vipindi hivi. Ni vipindi ambavyo hakika ni vigumu mno, kama ambavyo unataka kuletea somo hili. Kipindi cha kwanza huwa tunakiita kipindi cha matazamio, probation period. Unaweza ukaona mahali hapa Mungu anakutazama. Anatazamia mtu yule ambaye ameokoka, mtumishi yule ambaye amesimama muda mrefu na kazi yake. Je, anaweza akasimama katika majaribu au atayumba? Mungu anakuwa anamtazama mtumishi wake. Na kipindi kingine ambacho ni kinachofuata kinaitwa kipindi cha changamoto za maisha, rejection period. Hiki ni kipindi ambacho ni cha huzuni kwa watu wa Mungu, na ni kipindi ambacho hakika mateso yanaruhusiwa na kuonewa na Shetani. Mahali hapa hakuna mtu ambaye huwa anampenda mtu huyu, na wote wanamkimbia. Marafiki wanamkimbia, ndugu wanamkimbia, jamaa wanamkimbia. Katika kipindi hiki hakika kilipofika wakati wa Yesu, watu walisema asulubiwe. Kipindi kingine huwa ni kipindi ambacho tunakiita kipindi cha neema, acceptance period. Kipindi hichi ambacho huwa kikifika muda wake, Mungu anawabariki watu wake kwa sababu wamepitia wakati mgumu mno. Wao wanafungua milango. Hiki ni kipindi cha baraka. Lakini vipindi hivi viwili, cha mwanzo kipindi cha matazamio, probation period, na kipindi kile ambacho ni kipindi cha rejection period, kipindi cha changamoto za maisha, huwa ni vipindi vigumu sana. Sasa nataka unisikilize kwa makini ninapoendelea na somo hili. Ngoja tuanze kipindi hiki cha matazamio, probation period. Nataka tuanze Mwanzo sura ya 22, tujifunze mtu mmoja hapa, mlango wa kwanza mpaka wa 19. Na inasema, ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu. Kumjaribu Ibrahimu, akamwambia Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, kamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akapanda punda wake, akamchukua vijana wawili pamoja naye na Isaka na mwanaye, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya tatu Ibrahimu akaiona macho yake papaona mahali pale pakali mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tunakwenda kule
tukahabudu na kuwarudia ninyi. Basi Ibrahimu kazitoa kuni hiyo na sadaka, akamtwika Isaka mwanaye, akatwaa moto na kisu mikononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akisinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa ajili ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, Mungu anajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaiweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanaye, akamweka juu ya madhabahu, juu ya ile kuni. Ibrahimu akanyoosha mkono wake akitoa kisu ili amchinje mwanaye. Ndipo malaika wa Bwana akamwambia kutoka mbinguni akisema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyooshe kijana mkono wako na usimtendee neno lolote. Fungu hili ni refu, mtazamaji wangu, fungu hili ni refu sana. Nataka unisikilize. Kipindi cha matazamio ni kipindi ambacho unatazamwa. Ni kanuni ya maisha kwa mwanadamu wa aina yoyote. Katika matazamio mtu anaangaliwa kama tafaulu, taendelea au kushindwa au kuzimika. Na Mungu ndivyo anavyoangalia mtumishi wake, ndivyo anavyoangalia Mkristo. Je, wakati ameokoka ataendelea katika majaribu haya? Atashindwa? Mtu anayeangaliwa kama nafasi aliyopewa, Mungu anamwangalia kama nafasi aliyopewa. Mtu huyo anaweza akaitumia visivyo au anaitumia sawa sawa. Halikadhalika mtu anapoanzisha kitu chake cha maendeleo, huwa anaangaliwa kama ataendelea au kushindwa. Watu wanapokutazamia wanataka kuona matokeo mazuri ya hicho ambacho unakifanya, na ndivyo Mungu anavyokutazama, matokeo mazuri ya hicho ambacho unakifanya. Fungu hili tulilolisoma hapa, uliolisikia hapa, ni la Ibrahimu ambaye Mungu anamjaribu. Anamwambia Ibrahimu, chukua mwanao na hao vijana watatu, mwende mkanitolee sadaka katika mlima Moria. Ibrahimu anaondoka na wale vijana kwenda kutoa sadaka. Alipofika hapo, akawaona pangali pako mbali. Alafu akawaambia wale vijana wengine, naomba mtusubiri hapa, mimi na mwanangu tuondoke na twende huko kwa ajili ya hii sadaka. Basi katika safari yao ya kuendelea, walipoendelea na safari hiyo, mwanaye akamuuliza baba yake. Jamani, haleluya, haleluya. Mwanaye akamuuliza baba yake, baba, tunaendelea na safari hii, lakini sijaelewa. Vitu vyote vipo, kuni zipo, lakini sijaona mwana kondoo. Yuko wapi? Baba yake akamwambia, mwanangu, usipate tabu, Bwana atajitwalia. Sasa imefika mahali wanaenda huko wanakoelekea, kisha baadaye wakishafika mahali pale wakajenga madhabahu ili wakaweke pale sadaka yao. Ibrahimu akamkamata mwanae, akamweka hapo, akamfunga mikono na miguu, alafu akanyosha mkono wake amchinje. Alipotaka kumchinja, Bwana akamwambia Ibrahimu, kamuita Ibrahimu, Ibrahimu, tafadhali usimnyoshe mkono mwanao huyo. Bwana akamletea kitu kingine ambacho ni mwana kondoo ili aweze kumchinja. Jamani, Bwana sifiwe. Vipindi vitatu vigumu vya maisha ya Mkristo ni vigumu mno kuyapitia. Watu wengi wanafika mahali fulani wanasema haiwezekani, haiwezekani, siwezi kupita kipindi hiki. Kama ni hivyo, naacha Ukristo. Kama ni hivyo, na hama kanisa hili. Kama ni hivyo, sihitaji tena kuitwa Mkristo. Kama ni hivyo, sihitaji tena kuitwa mchungaji. Kama ni hivyo, sihitaji tena kuitwa askofu. Kama ni hivyo, sihitaji tena kuitwa mtume. Kama ni hivyo, sihitaji tena kuitwa nabii. Jamani, haleluya, haleluya. Kwa hiyo nikupe kisa hiki, kitakufaa.
na somo hili tunaenda nalo taratibu sana. Matokeo yake utanielewa tu, rafiki yangu pendwa, msikilizaji wangu, utanielewa. Mtu mmoja katika mkoa hii ya Tanzania hapa alikuwa anampenda sana mke wake, nao walikuwa wanasali kanisa fulani mahali fulani. Walipokuwa wanasali sasa, walikuwa wote ni wazee wa kanisa, wamepewa heshima kwenye hilo kanisa, kwenye huo mkoa. Sasa baada ya hapo, watu fulani wakamwendea yule mzee, kafika wakamwambia, bwana, unajua mke wako anakusaliti. Mzee akasema, haiwezekani, mke wangu hawezi kunisaliti mimi, maana tunapendana sana. Watu wale waliomwendea yule mzee wakamwambia, sasa mzee, tunaomba sasa wakati kwamba unafunga safari, unaenda mahali fulani, mahali fulani hapo, hili baadaye sisi tuje tukupigie simu kwamba tayari huyu mtu ameshamleta mtu, maana amezoea kufanya hivi. Mzee kweli akakubaliana, kafunga safari, akamwaga mke wake usiku, akamwandalia na nguo basi na kuweka kwenye ile begi, akamwandalia. Asubuhi alfajiri saa 11 mzee akaondoka. Akamwaga mke wake, ameenda katika ile safari. Basi tembea kama kilomita chache tu hivi, akashuka. Na aliposhuka na ilipofika jioni, sasa wale vijana wakamuona yule mtu ambaye alikuwa anaingia kwenye ile nyumba anaenda. Baadaye imefika saa 1, wakampigia yule mzee simu, njoo. Alipofika saa 1 ile bado yupo, saa 2 bado yupo, saa 3 bado yupo. Alipofika wakamwambia, mzee, tulichokuambia sasa kimefaulu, tumefaulu. Lakini wakamuuliza jambo moja, wewe mzee, unao ubavu? Unaweza ukavumilia? Na pia wakamuuliza jambo la pili, unazo nguvu kwa ajili ya huyu mtu? Sasa sisi tunakuruhusu. Akawaambia, hamna shida, tunakuruhusu uende kwenye ile nyumba, lakini ukizidiwa piga kelele. Yule mzee akasema, nyinyi haina haja, ninyi kuja mahali ambapo ninaenda kwenye nyumba yangu. Mzee akagonga geti. Alipogonga geti, maana baba huyu, mama huyu na huyu baba ambaye ni mwizi wa ndoa hii, alikuwa sasa wako kitandani, na yule baba alikuwa hana nguo. Geti lipogongwa, mama akachanganyikiwa, kamwambia jamaa, huyu ni mume wangu anakuja. Huyu jamaa akatafuta mahali pa kwenda kuvaa nguo, akajisahau. Mama huyu akaona wote wamechanganyikiwa, akaona mpeleke kwenye kabati, ilikuwa mlangoni pale, ni mpya, ilikuwa na siku chache tu. Hiyo kabati kwenye ule mlango iko pale, ile kabati. Mama akaenda akamfungia pale. Alipomfungia hapo, akasahau funguo, na yule mwanaume akafunguliwa. Sasa ameenda kufungulia mke wake, mume wake, ili aingie. Alipofunguliwa, akafika naye akachukua kiti akakaa kwenye ile kabati. Oh jamani, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Najua ungependa kisa hiki ukisikilize vizuri, na unajua utakisikiliza vizuri kwa makini. Sasa nini kilichofuata? Baba huyu mke akaja kumbembeleza, anamwambia, mume wangu, tafadhali naomba ukaoge maji bafuni. Mume wake akamwambia, haiwezekani, niko kwenye maombi, wala siwezi kwenda kuoga maji bafuni. Akasema, ni kweli? Akasema, ndio, niko kwenye maombi. Akasema, basi nikuandalie chakula. Akasema, hapana, sitaki chakula. Basi mume akakaa kwenye eneo hilo hilo la kabati ambako mke yule amemfungia yule hawala yake ndani ya chumba kile, ndani ya kabati hiyo. Saa zimekwenda, zimefika saa 6, zimefika saa 7, saa 8, mke sasa ameenda kulala, lakini ana wasiwasi, moyo unadunda na jarara hata kulala. Anawaza, nini kitakachotokea leo? Nini kitakachotokea kama sikumbuka? Nini kitakachotokea? Ilipofika saa 8, yule baba akamuita mke wake, njoo. Aenda akamwambia, sasa mke wangu, naomba sasa kabati hii tuipeleke kesho kwa mchungaji tukatoe shukrani, maana nilitamani sana sadaka hii nikaipeleke mwenyewe. Mungu ametubariki tusichukue kitu kingine, na Mungu ameniambia tuchukue hii kabati ndio tumpelekee. Mama kwa shauku yake na taharuki aliyokuwa naye akamwambia yule mume, hapana, tuchukue ng'ombe mmoja wa maziwa tumpelekee mchungaji. Na yule baba akamwambia, hapana, Mungu hajaniambia ng'ombe wa maziwa, ameniambia tuchukue hii kabati tumpelekee.
Sasa kamwambia ngoja niwapigie watu ambao tuje tukubaliane ili kabati hii ipelekwe. Oh jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Sasa walipokuwa wako kwenye mazungumzo hiyo, watu wakaja wakaiona kabati, wakapangiana bei. Sasa imefika kwenye saa 10, pangiana bei ili waipeleke waibebe. Watu wanaitikisa, wanaona hii kabati ni nzito, inakuwaje leo? Basi wakapangiana bei, na huyu baba hakutaka hata kuoga, alichukua nguo zake vile vile alivyo. Basi wakaanza safari, lakini hao wanaoibeba kabati wanaenda wanamwambia mzee, mbona kabati ni nzito sana. Kabati ikapelekwa. Ilipokwenda imefika na saa moja alfajiri, saa mbili na nusu ibada ikaanza ya kwanza kwenye kanisa lile. Kabati imepelekwa pale mpaka madhabahuni, imepelekwa ikawekwa hapo, na mzee yule alikuwa ameshachukua sasa funguo zile, amezifunga, mefunga pia amezitoa pale kwa sababu alikuwa pamefungwa. Sasa kabati kwa madhabahuni. Nini kilichofuata? Ilipofika muda, mchungaji amehubiri sana wakati huo. Huyu mzee akamtumia kimemo mchungaji, mara baada ya ibada, mimi na sadaka ya shukrani ya kumtolea Mungu, kuna jambo ambalo nataka kumtolea Mungu shukrani. Mchungaji akampa nafasi mara baada ya kumaliza ibada. Akaenda mbele yule mzee, kafika akajieleza, akasema jamani, mimi najua ni mzee wa kanisa hapa na nimekuja kwenye maombi muda mrefu, nazungumza na Mungu kwa muda mrefu, na mimi na mke wangu. Leo Mungu ametubariki, tumekuja hapa mbele yenu, tunataka kumtolea Mungu sadaka, na sadaka ya shukrani ambayo tumemletea Bwana kabati. Na kabati hii tumemletea mchungaji ili akaitumie nyumbani kwake. Watu wakapiga vigelegele, wakashangilia. Oh jamani, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Watu wakashangilia. Lakini baada ya muda, huwa kuna watu wanapenda kuimba vinyimbo vyao, vinyimbo vizuri. Wakaimba wimbo huu ufuatao: fungua tuone kilichomo. Wanamwimbia yule mwenye kabati afungue kile kilichomo, afungue kile kilichomo, afungue kile kilichomo kwenye kabati. Nini kilichofanyika, kilichoendelea kufanyika? Nini kilichoendelea kufanyika? Baba yule akaenda kuifungua kabati, na alipoifungua ile kabati, ghafla binifu watu wakashangaa, mtu ana nguo ametokeza. Ilikuwa taharuki kanisani. Wamama wakakimbia kumwekea kanga, wakamfunika. Baadaye mke yule alipoona hivyo, kile kilichotokea, alianguka chini akazilai kabisa, akazilai. Oh jamani, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Akazilai kabisa, amezilai. Sasa nini kilichofanyika? Wakamuoji yule jamaa, umefikaje kwenye hii kabati, na nani aliyekufungia humu? Yule mtu akaeleza namna alimefika kwenye ile kabati na mtu mwingine ambaye alimfungia kwenye ile kabati. Watu wakashangaa. Baada ya muda, yule mke akachukua nafasi, wakampeleka hospitalini, wakampeleka hospitali. Jamani, Bwana asifiwe. Alikaa humo ndani ya siku 4, hajatoka hospitalini. Ana hali mbaya, hajitambui, hajielewi, na hata mikojo ikawa inamtoka tu. Pendo msikilizaji wangu ambaye unanifuatilia somo hili, nataka uelewe maisha ya mwanadamu yana vipindi vitatu vigumu, na ni vipindi vya majaribio, vipindi vya kusukwasukwa, vipindi vya mateso. Inaipo mifano mbalimbali ya kipindi hiki, hasa kipindi cha probation period, kipindi cha kutazamiwa. Na mtu ambaye kuwa anapofika, anapoanza maisha ya wokovu, Mungu anamtazama, Mungu anamwangalia, Mungu anasimama kumtazama. Anataka kuona ni nini ambacho anaweza kusimama juu ya Mungu wake. Hivyo mifano mbalimbali ya kipindi hiki mizuri. Hapa sasa, mtoto anapozaliwa huwa anatazamiwa aanze kukaa, kusimama na kutembea. Kristo anapookoka anatazamiwa kuwa na maendeleo, na Mungu anamtazama pia. Rais anapoingia madarakani
watu huwa wanamwangalia atafanya nini, ataendelea au atashindwa. Au wanandoa wanapoanza maisha huwa wanatazamiana mambo mbalimbali, wanatazamiana kupendwa, wanatazamiana kusikilizwa, wanatazamiana kusaidiana. Ni kipindi ambacho ni kigumu mno, jinsi Mungu anavyowatazamia watu wake. Hasa mtu anapokuja kwa Yesu, Mungu anamtazamia, anamwangalia, anampima. Je, wakati huu ameamua kuja kwangu, anaweza kusimama nami au anaweza ashindwe kusimama nami? Ni kipindi kigumu mno. Watu wengi wanazimika kwenye kipindi hiki. Mungu anapowaweka katika watumishi wake, Yohana 15 mstari wa 4 mpaka wa 6, Mungu anapowaweka watumishi kwenye utumishi wake, Mungu huwa ana muda wa kuangalia, ana muda wa kuacha wapite mapito magumu, lakini anajua yeye yupo pamoja nao. Ana muda wa kuacha, hasa mtu anapomruhusu shetani ajaribu watu wake, kama vile Mungu anaweza akamruhusu shetani tu ajaribu watu wake. Unaweza ukaona ni kitu gani nasema. Ayubu sura ya 1 mstari wa 8 mpaka 11. Mungu alitaka kwenda kumjaribu shetani mahali yapo. Mungu alitaka kuja kumjaribu shetani mahali yapo. Lakini akamwenda kumwambia Mungu, nimemuona kijana wako Ayubu yuko kule mahali fulani. Nimemuona kijana wako. Sasa nipe, maana yake anaomba ruhusa akamjaribu. Mungu akamwambia, nenda mjaribu, lakini huwezi kuondoa roho yake. Kwa hiyo kipindi cha matazamio huwa ndicho kinamuingiza mtu katika neema au kuishi vibaya kwa muda fulani kwenye maisha yake ya utumishi, kwenye maisha yake ya Ukristo. Ndipo watu wale waliodumu wanapothibitishwa na kupokelewa moyoni au kukataliwa. Mfano huu ni mzuri na wala si mfano mbaya, ni mfano mzuri sana. Pendo msikilizaji wangu ambaye unanisikiliza, mtu afanye nini sasa katika kipindi hiki kigumu? Mtu mwenyewe atambue yuko kipindi gani wakati huo. Mtu mwenyewe atambue kwamba Mungu ndiye anayehusika na mema tunayoyapata. Mtu atambue Mungu anakutazamia kushinda changamoto uliyoko, jaribu ulilo nalo, anakutazamia. Mtu atambue kwamba tangu mwanzo wa maisha yako Kristo yupo na anakutambua na analitambua jina lako. Na Mungu amesema kwenye Isaya 49, anasema ametuchora kwenye vitanga vya mikono yake, anakujua tangu ulipozaliwa. Tafuta kuboresha sifa njema katika kipindi hiki cha kutazamia. Pendo msikilizaji wangu, napoelekea mwisho sasa, naelekea kwenye mwisho wangu wa kipindi hiki, maana somo hili ni refu sana, najua litaendelea tena na tena, na bado utakuwa na hamu ya kunisikiliza na kukuletea somo hili la Mkristo katika vipindi vitatu vigumu vya maisha, mtu ambaye ameokoka. Nataka nikwambie, nyakati ngumu hazidumu, bali watu wagumu hao ndiyo wanadumu kwenye hizo nyakati ngumu. Hivi endelea kuvumilia tu. Majaribu yenu ya kitambo ni ya muda, yataondoka tu, na Mungu atabaki kama Mungu. Atasimama kwa ajili ya kukusaidia, Pendo msikilizaji wangu, najua tutaendelea tena siku nyingine na kipindi hiki kizuri, na leo hapa naomba nifikie hapa. Najua utatamani. Na kama najua siku zote mnayo maoni na vitu vingine ambavyo nataka kuchangia, huwa kuna namba zinapita chini hapo. Tawasiliana nasi kwa namba hizo. Basi nikutakie baraka za Bwana, ambaye umesikia somo hili zuri na bado linaendelea. Basi wacha nikuombee. Bwana, na waweka wasikilizaji wangu hawa kwenye mikono yako. Endelea Mungu kuwasaidia wale wanaopita nyakati ngumu. Kuna watu wana majaribu ya kutisha, wanataka kukuona tu
wanataka kukusikia. Na Mungu wewe umenituma hili nije ni wahubirie jambo hili, watoke kwenye hatua hiyo ngumu. Na mimi nitawapa mifano mbalimbali ya maisha yangu mwenyewe, namna ambavyo Mungu umehusika kunipa ushindi katika nyakati ngumu, na unavyoendelea kunipa ushindi katika nyakati ngumu. Wabarikiwe wote walionisikiliza, na najua wataalikana tena kipindi kijacho ili wasikilize somo hili linapoendelea. Na Mungu wa mbinguni akubariki katika jina la Yesu. Amen.